Kwa jina mimi naitwa Samuel Moses Materu, ni diwani wa kata ya Rua Mashariki, na msiba huu wa leo wa ndugu Geoffrey Mota ni mtoto wa shangazi yangu, na mimi ni msimamizi wake wa ndoa. Kweli siku ya Jumamosi asubuhi nilipopata taarifa hii sikuamini kwa macho, kwa sababu huyu kijana nilikuwa namfahamu sana tangu mtoto wake, kukua kwake, na alikuwa mtu wangu wa karibu sana. Tunashirikishana mambo mengi mbalimbali, na hasa kuhusu familia. Alafu kipekee nimesimamia ndoa nyingi, lakini ndoa ya Geoffrey sijawahi kupata shida yoyote hata kukaa vikao vya kujadiliana au kusuluhisha ndoa. Sasa hili jambo lilipojitokeza, binafsi limeniumiza sana, kwa sababu ni sehemu ya familia yangu, na tumeshirikiana na familia ya kina Mota, sisi familia ya kina Materu, na tunamshukuru Mungu kwa zawadi aliyotupa ya huyu kijana na mke wake, na pia kumjalia neema ya kupata mtoto wa 4. Kwa kweli mpaka leo nina majonzi makubwa, kwa sababu sina cha kusema isipokuwa hili tukio limekuwa ni tukio kinzani, kwa sababu baba na mama walikuwa naishi na kijana wao ambaye tangu siku ya tukio mpaka leo hajaonekana, na hatujui kwamba yuko wapi, hatujui kwamba naye yuko hai au amekufa. Bado tukiangalia jambo kama hilo linaendelea kututia simanzi. Hatuwezi kusema kwamba kijana ndio kahusika kwa sababu alikuwa karibu na wazazi, la hasha, kwa sababu hajapatikana. Basi tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie aendelee kutupa neema na kufikia hitimisho la jambo hili kilichosababisha mpaka katukia nini. Kwa kweli kwa sasa hivi, kwa haya machache nimeweza kusema hayo, kwa sababu bado niko kwenye majonzi makubwa sana, kwa sababu jambo limetukia kwa ghafla, limeangamiza familia. Anapoondoka baba na mama mali kwa pamoja wakati mmoja, ili familia mpaka ije simame inahitaji nguvu ya ziada, na hasa familia kushikana kwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale watoto wanaendelea kuimarika na kuweza kusahau machungu ya wazazi wao na kujenga maisha mengine ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia. Nashukuru ndugu mtangazaji kwa haya kwangu ni machache. Naam, baba samahani, pole sana kwa msiba. Lakini inasemekana kwamba kijana alikuwa na changamoto ya akili. Kuna ukweli wowote, kwa sababu wewe ni mtu wa karibu katika familia hii? Ya, ni kweli huyu kijana alipelekwa shule akasoma, alikuwa ni fundi na alikuwa anafanya kazi zake, lakini siku za karibuni nikaja nikamwambia kwamba amepata na msongo wa mawazo, tuseme kwamba ameamua zile kazi zake, akarudi nyumbani na akawa yani anaweza kakata hata wiki haongea na wazazi. Yani ukiongea naye yuko kimya tu, ukimuuliza swali hajibu, na kwa ule kuchanganyikiwa kwa akili yake ile imetupa sasa kutokuwa na ufahamu kwamba je, kweli ndiye yeye ametenda jambo hili au la hasha, labda ni watu tofauti. Kwa sababu yule kijana pamoja kwamba ana matatizo ya akili yalikuwa siku za karibuni, lakini hatujampata kujua kwamba je, ni yeye kweli au sio yeye, au kama ni ameuliwa naye, basi mwili wake hatujaupata. Kwa hiyo bado tuko kwenye ulizo kubwa kwamba nini tuendelee kufanya, lakini bado tunaendelea kushirikiana na familia mpaka tuweze kujua hatima ya huyu kijana yuko wapi. Kama yuko hai tutashukuru Mungu, na kama amekufa basi tuweze kupata hata mifupa yake tuweze kumhifadhi. Ndugu mtangazaji, kwa sasa hivi kuhusu hiki kifo kujizungumzia kwa kina ni ngumu, kwa sababu bado hili swala liko kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo tunasubiri taarifa nazo kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama imekuwaje. Kwa hiyo tunaendelea kupana muda kwa kweli. Pole sana. Asante sana.